waandishi wa habari, jina anaitwa Hemedi Hassan Salim, ni katibu wa hamasa na chipukizi wa umoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi wilaya ya Kinondoni, lakini pia ni mjumbe wa baraza la umoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi wilaya ya Kinondoni na ni mjumbe wa mkutano mkuu wa mkoa wa umoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Dar es Salaam. Lakini leo nimewaita hapa nikiwa kama Tanzania, kama mwananchi wa kawaida. Nafasi nilizonazo ndani ya CCM sikuwaita kwa ajili ya nafasi hizo. Nimewaita kama mwananchi, kama Mtanzania. Takumbuka hivi karibuni mnamo tarehe 24 Mei mwaka huu, Mheshimiwa mbunge wa jimbo la Kawe na MNEC Chama cha Mapinduzi Tanzania, ndugu Askofu Josephat Mathias Gwajima alizungumza na wanahabari. Naye pamoja na nafasi mbalimbali alizonazo ndani ya chama chetu, uwakilishi wake wa wananchi katika vyombo vya dola na utumishi pia wa Mungu, naye pia alizungumza kama mwananchi wa kawaida ama Mtanzania wa kawaida. Nami leo nitasema kama mwananchi wa kawaida, kama Mtanzania wa kawaida. Ndugu zangu, tarehe 24 ndugu Askofu Josephat Mathias Gwajima aliwaita wanahabari na alizungumzia utekaji katika nchi na ushauri wake binafsi. Mimi kama mwananchi wa kawaida na Mtanzania nimemsikiliza zaidi ya mara moja na nimejiridhisha. Kwa hiyo ambacho nitakizungumza hapa leo mbele yenu, nitazungumza ikiwa nimejiridhisha kutokana na kile ambacho yeye amekizungumza. Katika mazungumzo yake, Askofu Gwajima ametueleza ya kwamba mara zote akizungumza huwa anazungumza kwa data. Hajawahi kutoka akisema bila ya kuwa na data. Na alitueleza idadi ya watu waliotekwa. Alikuja na kabrasha lenye idadi wa watu 83 waliotekwa. Na katika kabrasha lile alitusomea majina yasiyozidi 5 kama kiwakilishi cha watu wengine ambao waliotekwa na kupotea katika maeneo mbalimbali. Mimi leo niko mbele yenu na kwanza kulaani na kukemea matamshi aliyoyatoa. Hatulaani na hatukemei kana kwamba alichokizungumza ni uongo au ni ukweli. Tunalaani kwa sababu kubwa moja. Ndugu Askofu Josephat Mathias Gwajima anayo maeneo mengi ya kufikisha kile ambacho alihisi katika nafsi yake kinaweza kuwa msaada kwa taifa letu. Hiko ndio kitu kikubwa ambacho kimetufanya sisi ama mimi nije nizungumze na nyinyi. Ndugu zangu, katika mazungumzo yake ndugu Askofu Josephat Gwajima alizitaja familia za viongozi, kwa maana familia ya Mheshimiwa Rais, lakini pia akaenda mbali zaidi na kumtaja mtoto wa waziri mkuu. Wako baadhi ya Watanzania wanaweza kutumia maneno ya Askofu Josephat Gwajima na kuleta uchonganishi, uchochezi ndani ya taifa letu. Wako wengine ambao walikutwa na kadhia hiyo katika familia zao
wanaweza kutumia hasira zao kwenda kuzuru familia zilizotajwa na Askofu Josephat Mathias Gwajima, na hatimaye ndani ya taifa letu tukaingiwa na mtafaruku mkubwa usiokuwa na mwisho. Kwa sisi binafsi, ama mimi binafsi, nimefadhaishwa mno na kile ambacho Askofu Josephat Mathias Gwajima amekiwakilisha kwa umma. Na katika mazungumzo yake, ndugu Askofu Josephat Gwajima alitoa ushauri wa upatikanaji wa wakuu wetu wa vyombo vya dola kwa taifa letu. Sisi sote tunafahamu wakuu wetu wa vyombo vya dola katika taifa la Tanzania wanapatikana kwa mujibu wa katiba ya nchi yetu na si vinginevyo. Haijawahi kutokea ndani ya taifa la Tanzania kupatikana mkuu wa chombo chochote cha dola kwa utashi wa rais au kiongozi mwenye mamlaka ya kufanya hivyo. Mkuu yoyote wa chombo cha dola ndani ya taifa la Tanzania anapatikana kwa mujibu wa katiba ya nchi yetu. Kwa hiyo kwanza naomba nimkumbushe Askofu Josephat Gwajima, viongozi wetu waliokuwa na dhamana ya kuliongoza taifa hili hawajawahi kufanya uteuzi wa nafasi yoyote nyeti ya taifa letu kwa kuamini uswaiba, mahaba ya mtu kwa nafasi anayompatia. Mara zote anayeteuliwa huwa anateuliwa kwa utendaji wake wa kazi, uzalendo kwa nchi yake, lakini pia uzoefu wa namna alivyotumikia taifa letu kwa maeneo mbalimbali. Kwa hiyo si kweli kwamba wako baadhi ya wakuu wa vyombo vya ulinzi wameteuliwa kwa matashi ya watu wenye mamlaka ya kufanya hivyo. Lakini Askofu Josephat Gwajima akaenda mbali na kusema yeye anayo maeneo kwenda kuzungumza na akayaainisha. Lakini moja ya eneo ambalo akasema hawezi kulifikisha jambo hilo ni kwa Mheshimiwa Rais, kwa sababu ni sehemu ya wanufaika wa hayo. Ndugu zangu, mimi na nyinyi ni mashahidi. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wa awamu ya 6 na awamu zote zilizopita, wanufaika lolote baya au ovu dhidi ya Mtanzania yoyote kwa taifa letu. Mimi na nyinyi ni mashahidi. Wako baadhi ya Watanzania walikutwa na kadhia ima ya kupotea au kutekwa. Rais wetu ameonyeshwa kuguswa na kuchukizwa na hayo. Wako baadhi yao amechangia matibabu yao pale ambapo walipatikana. Ni ishara tosha kwamba rais wetu si sehemu ya kunufaika na hayo aliyozungumza. Ndugu zangu, hivi sasa tupo katika kipindi kizito cha uchaguzi. Miezi michache ijayo taifa letu la Tanzania litaingia katika uchaguzi. Tunapokwenda katika uchaguzi, tunawasihi na kuwataka wale wote ambao wana nafasi mbalimbali aidha za kutuwakilisha katika vyombo vya dola, ima ndani ya vyama vya siasa, matamshi yao wanayoyatoa wayatazame. Wanazungumza nini? Wanasema wapi? Na katika eneo gani? Kipindi tulicho nacho si kipindi cha kuzungumza maneno ambayo yataleta adha, kero, shida na changamoto kubwa katika taifa letu la Tanzania. Kipindi hiki wako baadhi ya wanasiasa wasiotakia mema taifa letu la Tanzania. Ndio kipindi ambacho hupenyeza na kupitisha agenda mbalimbali zenye kulifarakanisha taifa letu la Tanzania. Kwa tunawasihi sana wale wenzetu wenye nafasi mbalimbali kutazama kinywa chao kipindi
kipindi ambacho anakwenda kuzungumza. Tutakumbuka mambo haya ya utekaji, upoteaji ndani ya taifa letu la Tanzania. Awamu ya 6 si mara ya kwanza kutokea, na hakuna Mtanzania yoyote, awe wa CCM, awe wa nje ya Chama cha Mapinduzi,